Yaani naanzia kwamba Yao ni mchezaji wa Yanga, sio mchezaji mpya. Ni mchezaji wa Young African Sports Club mwenye mkataba na mchezaji anayelipwa kila mwisho wa mwezi. Lakini tulimtoa kwenye usajili kwa sababu alikuwa na majeraha. Sasa swali lako unasema akishapona hiyo Januari au Februari, namba moja, ripoti ya mwalimu inasemaje? Anamhitaji Kwasi Atola Yao au hamuhitaji? Na kama anamhitaji, patakuwa pana watu watatu kwenye eneo hilo. Atakuwepo Yao, atakuwepo Izra, atakuwepo na Kibwana. Je, mwalimu anaona kuna ulazima wa kuongeza mtu wa watatu au atapunguza mtu? Jambo la kwanza, Kwasi Atola Yao, tunachosubiri sasa hivi ni ripoti kutoka kwa fitness coach. Mchezaji ambaye ametoka kwenye injury ni ngumu mno kumkadiria kwamba akishapona atarudi. Hakuna doubt kuhusu quality ya Yao, hamna mwenye doubt hiyo, sio mimi, sio wewe, sio mtu mwingine yoyote. Even coach Pedro anajua quality ya Yao. Lakini hapa tunazungumza kuhusu mchezaji kutoka kwenye injury kubwa kama ya Yao na kurudi kwenye quality yake ambayo yuko nayo. Sometimes inatokeaga wachezaji wa namna hii wanachukua miezi mingine kwenye pitch kurudi kwenye quality yao. Yaani anapona alafu anahitaji muda wa kucheza sana ndio upate quality yake. Kwa hiyo now tunasubiri ripoti ya fitness. Ikituambia kwamba mchezaji huyu ameshakamilika 100%, mwalimu atakuwa na namna yake ya kumchunguza Yao tactically sasa, kuangalia level yake imefika wapi. Alafu yeye atogea sisi recommendation yake. Kama sasa huyu mnaweza kumuingiza kwenye usajili, nitamtumia. Sasa hivi si hayupo? Si tunamlipa, si mchezaji wetu? Hatuna shida na hilo. Kwa hiyo ikifika Januari, dirisha linavyoendelea, uongozi utasubiri recommendation ya mwalimu kuhusu Kwasi Atola Yao. Amefika kwenye level anayohitaji yeye, tumuingize kwenye usajili au tumuache aendelee kufanya naye mazoezi au tumtoe kwa mkopo apate muda wa kucheza. Yote yanaweza kutokea hayo. It depend na nini mwalimu atakirecommend kwa Kwasi Atola Yao. Nafikiri nimejibu vizuri swali lako. Swali la pili, ndugu yangu, wewe umekuja na content yako, unataka tu kuibalance hapa, pengine hata headline unayo. Uko na tatu source ya Yanga ije ibalance, basi jambo liende. Kama umenisikia vizuri, ratiba yangu nilitoa hapa ni ya mwezi Disemba kama mmenukuu vizuri, nilitoa program ya team kipindi hiki cha Disemba. Januari sijagusa chochote. Nilikwambia Disemba program yetu ile. Lakini nitakuwa muongo kama sitagusia hilo swala la usajili. Dirisha dogo litafunguliwa. Funguliwa mwezi wa kwanza tarehe 15 nafikiri Yes. Of course, mashabiki wetu, wanachama wetu wamekuwa wakiuliza sana kuhusu dirisha dogo la usajili. Unajua tofauti ya Yanga na timu nyingine za Tanzania, na hii liko very serious, sifikiri kama natania hapa. Tofauti ya Yanga, mashabiki wao na mashabiki wa timu nyingine, mashabiki wa Yanga wanajua mpira sana, sio kidogo. Ziko timu nyingine zinaweza kuwa na shida alafu zisijue shida yao ni nini. Yaani watu timu ina shida lakini hujui shida ni nini. Ila Yanga ikiwa ina shida, kila mtu anajua shida ni kitu fulani. Mimi most of the message ambazo napokea sasa hivi ni kuhusu dirisha dogo. Idadi ya message hivi, nilikuwa naingia kwenye press hapa kwenye gari, nimefika tu hapo mtu kanipigia, sasa bwana sikiliza, kuna mchezaji nimemuona anaweza. Nikamwambia shekhe, anamuona kocha au wewe? Wewe mwambie tu mapendekezo yangu hayo. Mwamba akanipa namba yake ya kadi ya wanachama. Kaambia sawa, hii timu ya wananchi sawa, napokea maoni yako, nitayafikisha. Lakini kimuundo Yanga inafanyia kazi ripoti ya benchi la ufundi.
Hizi message, mijadala ya wanachama inaonyesha ni kwa kiasi gani wanahamu timu yao iendelee kwenda juu. Kwa hiyo ni kitu kizuri, wala sio kitu kibaya. Ni kitu kizuri. Have some discussion bwana, of course tuongeze kitu fulani pale na nini. Sio kitu kibaya. Lakini kimuundo sasa. Ripoti ya usajili anayo Mwalimu Pedro. Atashirikiana na wasaidizi wake na atatukabidhi. Kuiweka tu hiyo clear, tayari ripoti yake ameshaiwasilisha kwa ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu yetu. Ameshawasilisha ripoti yake, ameshawasilisha maeneo ambayo anahisi tunatakiwa tuyaboreshe, na ameshawasilisha wachezaji ambao anaamini tunatakiwa tuwatoe kwa mkopo wakapate changamoto sehemu nyingine. Yanga ina squad kubwa, wako wachezaji kama nilivyokuambia apate muda wa kucheza. Kwa ripoti ya mwalimu inahusisha vitu vingi. Kwa hiyo inafanywa kazi. Na uzuri sisi hatusajili kwa mihemko. Kama ripoti ipo, mchezaji yupo, nafasi ya kumsajili ipo, tunamsajili. Tutasubiri tarehe zifunguliwe. Eleweke vizuri hapo. Kama nafasi ipo, taratibu zinaturuhusu, mchezaji huyo labda tushazungumza naye, amesha saini mkataba wa awali, tutasubiri tu kumuingiza baadaye. Hata subiri sisi pressure eti siku ngapi kabla, hapana, kwa sababu dirisha dogo linakwenda sambamba na mechi mfululizo. Yaani dirisha likifunguliwa ile tarehe 15 kuna mechi zinafuatana, wenda za ligi hapo, kuna Champions League. Kwa hiyo unamhitaji players ambao utamuongeza au utawaongeza kwenye timu yako. Unawahitaji tukifika Cairo wakazungumze. Yaani tukifika na Al Ahly, bwana tushika jezi twende pale. Kwa hiyo tunaangalia possibility hii. Mara ripoti imekuja mapema na uongozi unafanyia kazi. Ikitokea chances za mtu kupatikana mapema, tutamchukua mapema kweli. Kama akamaliza mkataba huko aliko, ni free agent, mkataba wake unaisha Disemba, tutamchukua mapema ili apate muda wa kuja kutrain na timu azoee mapema. Kipindi hiki hapa sio kipindi cha content, kwamba tufiche hapa content, njooni mdownload kwenye app mlipie. No. Kitu cha muhimu sasa hivi hapa ni timu iungane vizuri. Tukifika Misri tupambane kweli na Al Ahly, tukiwa na hawa wachezaji ambao ripoti imeelekeza na Mungu ajalie tuweze kuwapata. Kama kule kabakisha miezi 6, taratibu taturuhusu kuongea naye, sababu wako wachezaji of course kwenye timu zao ibakiza miezi 6. Taratibu zinaturuhusu kama Yanga kuzungumza na huyo mchezaji. Kwa tukizungumza naye, tukiona tumeelewana, klabu yake inafungua mlango wa kumuuza, tunapeleka hela, tunamnunua. Kwa hiyo dirisha hili uongozi uko bize kweli kweli. Mnaweza msimuone engineer sura yake mahala popote, mnaweza msimuone Arafat mahala popote, ila jueni wako bize kweli kweli kwenye dirisha hili la usajili. Karata ambayo tuicheze hapa ni karata ambayo tunaamini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu itakuwa karata dume ya kutugea mafanikio msimu huu. Kwa hiyo viongozi wako bize. Kuhusu huyo mchezaji ambaye umesema wa Anjani Mengo Emmanuel wa TRA, kapteni. Yanga anachukua makapteni. Hiyo kiukweli ndugu yangu taarifa yake sina. Mimi kama msemaji wa timu taarifa ya huyo mchezaji uliyesema sijapewa. Kwa hiyo najua bana Emmanuel kwanza taarifa yake sina. Huyo uliyemsema wa TRA taarifa yake kwenye idara yangu haipo. Kwa hiyo kama sijaletewa maana yake labda kama CEO anafuatilia sijui, lakini mimi nazungumza kile ambacho kipo kwenye meza yangu, nimeshapewa na CEO hichi kakizungumza. Kwa hiyo mchezaji sina taarifa naye. Umemuuliza mchezaji gani mwingine? Eli Mpanzu Kibisawala.
Huyo ni mchezaji wa watu shekhe, na taarifa yake pia sina. Sina taarifa na huyo mchezaji uliyosema Eli Kibisawala Mpanzu, sina taarifa naye. Ni mchezaji wa timu nyingine, sijui mkataba wake uko vipi huko. Kwa hiyo si busara kumzungumzia, lakini ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mzuri, anaweza kuwa anapitia nyakati hizi ups and down, lakini ni mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri, lakini sina taarifa naye, na ni mchezaji wa watu. Tuheshimu wachezaji hawa kwenye mikataba yao, wabakie huko huko. Swali limeisha. Swali lingine kiongozi. Kwanza ligi msimu huu ni ngumu sana ndugu yangu. Tuna ligi moja ngumu kweli kweli. Kuna ligi moja ngumu sana season hii. Tena hapa ndugu zangu waandishi wa habari, kakaangu Karim Boimanda atanisamehe kama anaingilia majukumu yake. Lakini sisi waandishi wa habari hatuitendei haki ligi yetu ya Tanzania. Kama anawakosea na nyie mtaniwia radhi, lakini hili siwezi kulifumbia macho. Hatuitendei haki hili. Unaona? Nazungumza jambo la kutendea haki, Mako Mzumbe kazima kamera. Shida hiyo. Hapa mmeona shida ilipo, kwamba story ya ligi kuu hatujaifanya kuwa na thamani. Story ya ligi hii ya mwaka huu ni ligi ngumu kweli kweli, lakini hatujaipa thamani inayotakiwa ipewe. Sisi ni mahodari kusema ligi yetu ni ya 5, lakini hatujui kwa nini ligi yetu imeshika nafasi ya 5. Hatuzungumzi. Mimi juzi nilikuwa na asubuhi nimeamka, usiku nafikiri usiku Yanga tulikuwa tunacheza, alafu Simba wanacheza usiku. Sio ilikuwa mechi gani hapa katikati hapa. Nimefungua asubuhi redio kwenye gari na kula uchambuzi kwa nakuja kazini. Watu wanavozungumza hizo mechi, wallahi wabillahi, kama una akiba yako unataka kulipa kiingilio uende uwanjani, hauendi. Hiyo mechi inachambuliwa kana kwamba kuna timu ya wakubwa inacheza na timu ya watoto. Yaani hakuna competition. Mtu anakuambia hamna mechi humo. Mtu kwenye redio huyo ni mwandishi huyo, tena mwandishi wa sports, anakula anapendeza kwa sababu ya ligi hii. Tusidanganyane hapa, hatupendezi kwa ajili ya Premier League. Uongo. Hii ligi hii yatupendezesha. Hii ligi yetu hii. Lakini mtu anayezungumza hiyo mechi kama takataka fulani tu hivi. Hamna mechi humo. Yaani ameulizwa swali, bwana unaionaje? Hamna mechi humo. Serious. Wenzetu, yani angalieni huko wenzetu, mechi hata zikiwa timu za katikati kwenye msimamo zinavyopoa thamani. Sisi hatuitendei haki ligi yetu, na hili ni jukumu letu sisi media. Shida moja ni kwamba hatuoni madhara yake. Yaani mimi tunafikiri kwamba wewe ukisema kwamba hamna mechi takataka humo, unakuwa negative kwenye programu yako wiki nzima. Yaani wewe mada yako positive inapokuja kuchambuliwa soka la kimataifa, pale unakuwa mchambuzi pale, na unakuwa mwandishi vizuri pale. Unajua Pep Guardiola 4-5-1 hii kidogo kama inamsumbua, lakini ukiangalia hawa Brentford wanacheza sana. Yaani mtu anakuelezea mpira, akiambiwa Mbeya City na Coast, hamna mpira humo. Simba anacheza na Mbeya City, ajipigia tu kirahisi huyo. Tunafikiri kusema hivi hakuna madhara na sisi, lakini nitawaambia ukweli jamani, gurudumu la madhara ya kauli zetu, gurudumu la madhara ya uvivu wetu wa kuipa thamani ligi yetu utaturudia, na sio muda mrefu. Na pengine umeshaanza kuturudia, hatusemi tu, lakini inakwenda hii. Wewe unaathiri mapato namba 1. Ukishasema hamna mechi, maana yake Coastal Union na Mbeya City anataka kuangalia hiyo mechi. Uwanjani atakaenda uwanjani. Tushamwambia kasi asubuhi kwamba hiyo mechi ni kidagaa, hamna kitu. Hamna atakachokiona. Hata lipa, umeathiri mapato ya timu. Unajiona uko safe.
umeathiri mapato ya TV. Mtu mwenye haki za matangazo, hamna atakayelipia kingamuzi kwa sababu ushamwambia hamna mechi. Tunakwenda, wewe umekaa hapa unaendelea kuchambua. Utafanya athari ya sponsor kuleta tangazo kwenye kipindi chako. Kwa nini? Kwa sababu Mtanzania hana tena hamu ya kusikiliza soka la nyumbani kwa sababu halina mvuto. Kaambiwa hamna mechi humu, hata tangazo hata leta kwa sababu idadi ya wasikilizaji itakuwa ndogo. Yaani mimi sasa hivi nikisikia kuna mjadala wa mechi za Tanzania nitahamisha, itakwenda, alafu na wewe utaambiwa mwezi huu mshahara hakuna. Tusubiri mwezi ujao. Inafika miezi mitatu, inafika miezi minne, unaanza kusema bosi bwana alipi siku hizi, media zinakufa. Kumbe wewe ndio umeua media yako kwa kauli moja tu ya kuidharau mechi ya Coast na Mbeya City, kwa kauli moja ya kuidharau mechi ya Yanga labda na Fountain Gate, kuiona kama sio mechi. Jamani, kalila swala la msingi kweli. Sisi tunatakiwa tuwe mabalozi wa kwanza wa kuilinda chapa ya ligi yetu. Ndiyo inatuweka mjini, ndiyo inatufanya sisi tuheshimike. Mavala, hamna aliyekujua wewe kwa sababu Bayern Munich kakangu nikuja kumrekodi Dickson Joe pale bandarini akiwa amezuiwa. Hamna aliyekujua wewe unamrekodi sijui Messi au hamna. Wanakujua kwa sababu ya ligi yetu hii. Si ndio? Tukitangaza media day watu waje kwenye media day, mtu anakuja pale, ligi imecheza michezo sio 5, 6, 7 hapa, maswali yako mengi, mtu anakuja pale kwa kocha. Wewe unaonaje Mpanzu akikaa kwenye timu yako? Anatafuta story ya shoti, kapigisha pale, tete zimetoka, kazima mic kaondoka. Wakati mwingine nawaambia very serious, wakati mwingine shida hata za hawa viongozi mnatoa nyie. Sasa hivi viongozi wa mpira wakienda uwanjani wanatembea na mabodyguard. Viongozi wa football sasa hivi wanakwenda wanatembea na mabodyguard. Football hii kwa sababu yetu sisi waandishi hatufanyi research, hatufanyi uchunguzi. Mtu ukishakaa tu kwenye mic yako unazungumza kwa utashi wako, unaponda basi. Unaponda tu. Wewe unasigina tu. Kwa sababu hiyo kitu ukishasigina kiwewa Instagram kuna comment 3000 umepata. Safi. Mimi najadiliwa kishezi na trendi. Kumbe unatrendisha pia mshahara wako ukosekana. Juzi nimeona clip. Kuna kiongozi mmoja amekimbia kwenye gari. Subhanallah, Mungu atuepushe. Mtu ana mwili kidogo mkubwa akatoka kwenye zile ngazi za kwa Mkapa. Kama unaangalia movie hivi, dumbukia kwenye gari, gia, yani gari imepumzishwa kwenye gia. Kaingia hapa mlango ufungwa kitu. Mashabiki wanakimbiza gari. Sicheke, sisi tumeshiriki kwenye hayo mambo. Msingi wa kuyasema haya ndugu zangu ni tulindeni na sisi chakula chetu. Chakula chetu ni ligi kuu. Msosi wetu unaotupendezesha ni ligi kuu ya Tanzania. Tukiipa thamani ligi yetu, thamani ya kazi zetu na media zitapanda. Hichi ninachowaambia hapa pengine hamtaambiwa hivi karibuni, au mnasubiri sababu tumezoea sisi. Siku moja iandaliwe media day, aje mtu kavaa suti anazungumza Kiingereza, anawaambia ndio mnaanza kunoti. Kumbe kweli kwa sababu kuna English imeingia. Hapa anaongea Kisalamu hapa. Lakini ukweli sisi kuhusu ligi msimu huu ni ngumu kweli kweli. Nitakuwa muongo kama nikisema kwamba Yanga ina uhakika wa kuchukua ubingwa msimu huu. Ningeweza kusema hivyo msimu, lakini msimu huu ndugu yangu ngoma ngumu. Nimeangalia mechi ya Coast, subhanallah. Hivi mnajua Coast hawakupoteza muda. Kila kitu kinishangaza hivi. Kawaida timu hizi ukienda kwenye mechi za mkoani zinatafuta sare, kipa anatibiwa dakika 10 na dakika 20. Coast walikuwa na dhamira ya kutufunga.
Yaani kipa mpira ukitoka anachukua anaweka chini mbungi ipigwe. Hatuja experience hicho kitu muda mrefu kwenye ligi ya Tanzania. Hatuja experience muda mrefu ligi ya Tanzania, timu daraja la Coast inaikimbiza Yanga eti haitaki kupoteza muda. Upande chanya wa ile mechi ni huo, kwamba Coast imeingia inataka kushinda mechi dhidi ya Yanga. Hawana excuse, wanaikimbiza Yanga. Huku majukwani watu wamehamasika, watu wamechangamka, majumbani kila mtu anafuatilia. Hiyo ndo ligi sasa, na ndio ugumu ambao uko msimu huu. Kwa hiyo ndugu yangu, tunataka tufanye kazi kama Yanga, tupambane kweli kweli. Ligi msimu huu ni ngumu, tupambane, tuhakikishe kila mechi tunajiandaa vizuri. Tumeona mechi hapa msimu huu, mechi ambayo tumeshinda goli nyingi ni KMC, goli 4. Sio utaratibu wetu Yanga huo. Si utaratibu wetu, 5-5 hizi ni shughuli za kawaida kabisa. Lakini msimu huu goli 2 tunatafuta kwa tochi, ndugu zangu, ni ligi ngumu. Nyie mnazungumza tu Yanga quality imedrop. Sawa, lakini wapinzani mnawaonaje? Mnawaonaje wapinzani ndugu zanguni? Ligi ngumu. Kama Coast amekataa kupoteza muda Dodoma, maana yake watu wadogo sasa hivi hawana heshima ya mpira, wanakuja tu. Ukujipanga vizuri wanakushona. Yaani mambo sio mimi mtu mkubwa sio, watu hawana sasa hivi, watu wamejipanga, watu wako fiti. Kama haukujiandaa watu wanakushona. Kwa hiyo sisi bwana tupo kwenye mapambano na tunahakikisha inshallah dirisha dogo tuongeze baadhi ya wachezaji kwenye timu.